Bwana ni mwema wakati wote. Karibuni tena katika somo la kesha la asubuhi lenye kichwa kinachosema imara kuitwa na kuteuliwa kwenu. Fungu kuu linatoka kitabu cha Petro wa pili mstari wa 1 na wa 11, nalo linasema, kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe, maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama jana tulivyojifunza juu ya dhamira, leo tunaambiwa tuzifanye dhamira zetu kuwa imara, ambapo tutakapokuwa imara katika kumtii Mungu tutapata uzima wa milele. Jambo la kwanza kwenye uzima wa milele nasema, hapa bima ya maisha imetolewa kwenu, bima ambayo inatuhakikishia uzima wa milele katika ufalme wa Mungu. Jambo la pili, kwa kumshikilia mpaji wa uzima aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu, tunapokea uzima wa milele. Kwa hiyo tunaona jana tulijifunza juu ya dhamira kumtii Mungu, lakini hapa tunaambiwa tukiendelea kumshikilia Mungu kwa kumtii vema tutapata uzima wa milele. Somo letu pia leo latusisitiza kwamba tusiogope. Kila mmoja wenu anaamua hatima yake ya umilele na ni juu yetu sisi wenyewe ikiwa tunakusudia kupata uzima wa milele. Je, tutayaishi masomo yaliyotolewa katika neno la Mungu, kitabu kikuu cha mafundisho cha Kikristo? Hapa tunaambiwa kwamba swala la kupigania hadi kupata uzima wa milele liko chini ya uangalizi wetu sisi wenyewe. Tutakapoamua kumtii Mungu, tutakiwa tufanye mapenzi yake sisi wenyewe binafsi. Hakuna mtu atakaye kushurutisha kumtii Mungu. Wewe mwenyewe unapaswa kumtii Mungu kutoka moyoni mwako. Tunaelezewa kuhusu Biblia kwamba ni kitabu kikuu zaidi na bado ndicho kitabu kilichopangwa kwa usahili na kueleweka kwa urahisi zaidi kuwahi kutayarishwa kwa ajili ya kutoa elimu ya tabia ifaayo katika usemi, adabu na upendo. Moja, Biblia ni kitabu pekee ambacho kitaandaa watu kwa ajili ya maisha yanayopatana na maisha ya Mungu. Mbili, na wale wanaolifanya neno hili kuwa masomo lao la kila siku ndio pekee wanaostahili kupokea diploma inayowapa haki na kutawazwa kuwa washindi walioshinda. Jambo la tatu, Kristo Yesu Bwana wetu ndiye mwamuzi pekee aamuaye kufaa kwa mawakala wa kibinadamu katika kupokea uzima wa milele. Kubwa zaidi, milango ya mji mtakatifu itawafungukia wale ambao wamekuwa wafuasi wake wanyenyekevu, wapole na wakitengeneza tabia zinazofanana na mfano wa Mungu. Kisha vinubi vitawekwa mikononi mwenu na sauti zenu zitainuliwa katika kumwimbia sifa Mungu na mwana kondoo, ambaye kwa dhabihu yake kuu mmefanywa kuwa washirika wa tabia yake na kupewa urithi wa milele katika ufalme wa Mungu. Wapendwa wenzangu, katika asubuhi ya leo tunasisitizwa tuzidi kuongeza nguvu na uimara katika kumtumikia Mungu. Basi kwa upendo na unyenyekevu tupige magoti tupate kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu shina vipasiri juu mbinguni, tukushukuru kwa ulinzi wako na upendo wako. Umeweza kutulinda toka usiku mpaka masaa tumeamka tukiwa wazima, jina lako litukuzwe. Tunafurahi kwa siku ya leo umeweza kutukumbusha tuendelee kuwa imara katika kutumikia wewe. Endelea kuimarisha nia zetu, endelea kuimarisha mioyo yetu katika kutumikia wewe. Tujaze nguvu, tujaze Roho yako Mtakatifu aweze kutuongoza, kwa maana sisi peke yetu hatuwezi, lakini kwa kutegemea wewe na kutumikia wewe tutaweza kuyashinda yote hapa duniani. Bariki familia zetu, bariki watoto wetu, bariki vijana wetu, bariki wazazi wetu, bariki wazee wetu. Endelea kuwapa nguvu ya kutumikia wewe. Imarisha maadili katika mioyo yetu, imarisha upendo katika familia zetu. Naomba haya kupitia pendo mwana mpendwa Yesu Kristo. Amina.
Profesa Singo, ubarikiwe sana kwa huduma yako asubuhi ya leo. Chukua nafasi hii ya pekee kualikeni na kuwakaribisheni tena katika mfululizo wa vipindi vyetu vya ibada za asubuhi. Wale wote ambao tumepata nafasi ya kufika katika nyumba hii ya sala na wale ambao wanatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, chukua nafasi hii kuwashukuru sana watu wa media kiongozwa na mzee Sagati. Mungu awabariki sana kwa huduma yenu, maana bila nyinyi huduma hii haiwezi kwenda. Tumekuwa na juma zuri sana ambalo Bwana amejidhihirisha katikati yetu kupitia mtumishi wake Pastor Mashauri Bahini, ambaye amekuwa ni mbaraka mkubwa sana kwa kanisa la Magomeni na watu ambao wamekuwa wakitufuatilia katika mitandao ya kijamii. Pastor, Mungu na kubariki sana, na kwa niaba ya kanisa la Magomeni tunaendelea kukuombea sana. Mara nyingine tena upatapo wito wa kufika hapa, tukuombe uweze kukubali na kufika kutuhudumia kanisa la Magomeni. Asubuhi ya leo ilikuwa tuhudumiwe na kwaya ya Together, lakini siwaoni, na kwa sababu pastor anaelekea katika miisho, basi tumpatie nafasi ya kutosha siku ya leo kwa ajili ya kutuletea ujumbe mwingine asubuhi tena. Pastor, nichukue nafasi hii kukualika sasa uweze kufika kunena na wana na binti za Mungu. Mungu na tubariki tunapokwenda kusikia neno lake. Miguuni pake Yesu mimi ninapata furaha. Miguuni pake Yesu ninapata hekima yake. Asubuhi hii tena kwa wema wake ametupatia kibali ya kwamba kati ya wengi waliolala na kupumzika usiku wa leo tuweze kuamka tukiwa wazima, wenye afya njema. Jina lake litukuzwe sana. Naomba ni wasalimie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Habarini za asubuhi. Nipende kuwashukuru tena kwa ajili ya kuja kwenu. Juma hili limekuwa juma la uzoefu wa pekee binafsi katika maisha yangu, pamoja na ratiba ngumu ya kiutumishi niliyo nayo. Unapopata nafasi ya kuwa kiongozi kwa kanisa, na hasa katika nafasi zetu za utendaji, una vitu vingi unavyotakiwa kuvifanya. Lakini pamoja na hilo, basi Mungu wetu amekuwa mwema. Ametupatia nafasi ya kuweza kupata uzoefu mwingine tena wa kulitazama neno lake katika juma hili. Mimi nimebarikiwa kuwa Magomeni. Niliwaambia naendelea kupunguza shukurani ili siku ya kesho isiwe na mzigo mrefu wa kushukuru. Kwa hiyo niwashukuru wote ambao mmekuwa mkija. Niwashukuru wote pia ambao mmeendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Nimekuwa nikipata feedback kutoka kwa watu. Wengine watu kutoka kabisa kule Shinyanga, wengine kutoka kule Msoma tunakofanyia kazi, wengine humu Dar es Salaam, wengine kutoka kule Arusha, wengine hata kutoka Marekani. Marafiki zangu wamenitumia ujumbe na baadhi yao wamewasalimia sana, akiwemo Pastor Israeli Kaga
mnamwelewa hapa. Kwa hiyo umekuwa uzoefu na uwepo wenu kwangu umekuwa baraka zaidi huenda kuliko uwepo wangu kwenu. Na kwa sababu siku zimeisha, niombe niwaalike tena dakika hizi chache ili tuendelee kulisoma neno la Bwana. Asubuhi hii Roho Mtakatifu anatuelekeza mahala pengine tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya asubuhi ambavyo tulivipa jina linalosema kuyakabili magereza. Leo niombe niwapeleke katika kitabu cha Yohana 15. Yohana 15 niombe twende mahali hapo. Wataalamu wa Biblia watakubaliana na mimi kwamba waandishi hawa wa Injili wanatofautiana kiuandishi kulingana na emphasis yao. Moja, adhila ya watu aliyokuwa anawaandikia, lakini pia ujumbe wake alikusudia kupeleka kwa namna gani. Mathayo anapoandika kitabu cha Injili anaandika kwa sababu alitamani moja, ujumbe wake uende kwa jamii ya Wayahudi, na kwa sababu jamii ya Wayahudi ndiyo hadhira iliyokuwa inapokea ujumbe, Mathayo anajikita zaidi kueleza ufarume wa Yesu Kristo. Anamchora Yesu kama Masihi, maana Wayahudi walisubiria hilo liweze kutimia. Marko yeye anamwandika Yesu Kristo kama mtumishi wa wanadamu, a servant of men, aliyekuja kushughulika na matatizo ya watu. Luka yeye anamwandika Yesu Kristo kama social activist, yeye anayesema kwa niaba ya wengine wasiokuwa na sauti na msemaji. Ndio maana ukisoma kitabu cha Luka utaona Yesu anatembea na watoza ushuru wenye dhambi, anakaa pamoja nao na kula pamoja nao. Lakini Yohana yeye anataka kumchora Yesu si kama mwanadamu ama kama mwana wa Adamu, ila anataka kumchora kama Mungu halisi. Ndio maana naanza hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno akafanyika nini? Mwili, akakaa kwetu. Kwa hiyo baada ya kutoa utangulizi huo, mafungu mengine yote ya kitabu cha Yohana yamejikita kumwonyesha Yesu Kristo ni namna gani basi yeye anaweza kuwa Mungu halisi. Kwa sababu hiyo, asubuhi ya leo sasa naomba niwaalike katika kitabu hiki cha Yohana 15. Tutasoma tu aya ya kwanza mpaka aya ya 8. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Pigia mstari hilo neno. Na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu
nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyachukua na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili ndilo neno la Bwana asubuhi ya leo, ambalo Bwana amepigia mstari liwe mjadala wetu siku ya leo. Narudia, hili ndiyo neno la Bwana asubuhi ya leo, ambalo Roho Mtakatifu amepigia mstari ili liwe mjadala wetu siku ya leo. Somo letu ni lile lile, namna ya kuyakabili magereza, sehemu ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba leo nisikilize, maana hapa kuna kitu hapa. Hii ni safari ya mwisho kabisa ya Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake, ambayo inaanza katika chumba cha ghorofa pale juu, walipokutana siku ile ya Alhamisi kwa ajili ya meza ya Bwana. Wanapomaliza hapa kwenye chakula hapa, historia inaeleza wanaanza safari kuelekea katika bustani ya Gethsemane. Walikuwa 13 ndani ya chumba, kwa maana ya mwalimu pamoja na wanafunzi wake 12. Wanapomaliza meza ya Bwana, wakiwa hapa njiani hapa, wamebaki 12. Mmoja amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha, na sasa wanafunzi wako 11 na mwalimu wao wa 12. Walikula meza ya Bwana vizuri wakiwa 12, wakamaliza meza ya Bwana wakiwa 11. Historia inaeleza ya kwamba yule mwovu ameshaingia ndani ya Yuda na akaamua kumfuta ushirika, na Yuda akatoweka kwenye mazingira ya kutatanisha. Na sasa Yesu anaianza safari kutoka kwenye hii the last supper waliochukua wakala pamoja, wakielekea kwenye hii bustani, yeye na wanafunzi wake 11 waliobaki. Akiwa njiani, unaweza ukayatazama mazingira yana feva yakimwonyesha hiki kitu ambacho ni kilimo popular katika mazingira ya Mashariki ya Kati, kilimo cha zabibu. Wanapita katikati ya bustani zilizolimwa hizi zabibu kushoto na kulia, kuelekea
kwenye bustani ya Gethsemane, na wakiwa njiani, wakiwa na momenti ya mwisho kati ya mwalimu na wanafunzi wake, maana ni Ijumaa atasimama msalabani na Jumamosi atapumzika, na kisha siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili atarudisha kaburi kwa wafao, naye atakwenda zake. Sema amina kama unanielewa. Na sasa akiwa njiani anaanzisha hoja, anasema mimi ni mzabibu. Kwenye context ya shamba na kilimo hiki cha zabibu, anasema ninyi ni matawi na Baba yangu ni mkulima. Sasa naomba hapa kidogo unielewe, utege sikio vizuri uelewe, maana hii kitu tumeifundisha na kuna mahala tumewamisilidi washiriki. Yesu anasema mimi ni mzabibu, halafu ninyi mliobaki wanafunzi wangu ni matawi, na Baba yangu ndiye mwenye shamba, ndiye mkulima. Sasa naomba hapa nianzie hapa. Hili neno mkulima linaweza kuwa na mgogoro zaidi kwenye muktadha wa ukulima wetu katika nchi zetu nyingi za Afrika. Maana mkulima wa kwetu analima kilimo chake kwa msimu. Mvua ikinyesha analima, mvua isiponyesha haonekani shambani mpaka mvua itakaponyesha. Sasa kwa kielelezo hicho hakifiti kwenye hili fungu, maana anayetajwa kwenye hili fungu yeye anaitwa si husbandman, anaitwa vine dresser. Na naomba hapa ikae vizuri, anayetajwa kwenye hili fungu si husbandman. Yani husbandman ni old version ya Biblia kuonyesha mkulima ambaye kimsingi kwa mujibu wa kawaida yetu ni mtu anayekwenda shambani wakati wa msimu. Kuna muda atakuwepo na kuna muda hayupo. Sasa kwa context ya namna Mungu anavyoatendi maisha yetu, hili jambo linakuwa halifiti, isipokuwa linafiti kwa mtu anaitwa vine dresser. Vine dresser ni nani? Huyu ni mkulima wa zao la zabibu. Yeye hulima zabibu yake. Anapoilima zabibu ataitazama nyakati zote tangu alipolima. Atatazama wakati wa kiangazi, atatazama wakati wa masika, ataitazama wakati wa mvua, ataitazama wakati wa kiangazi, atatazama wakati wa usiku, atatazama wakati wa mchana. Kuna mahusiano yasiyo katika kati ya vine dresser na zabibu. Na hivyo ukimweka Mungu kwenye mtazamo wa kilimo cha msimu, anakosa sifa yake. Maana Mungu havunji urafiki na watu wake, huwatazama nyakati zote, nyakati za shida, nyakati za raha, nyakati za kiangazi, nyakati za masika. Yeye ni baba awatazamaye watoto wake nyakati zote. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, nanyosha hapo rula. Na jambo la pili anasema ya kwamba mimi ni mzabibu. Yesu anarejelea historia. Taifa la Israeli lilijitambulisha kuwa ni zabibu. Linatambulika kwa sura, picha ya mzabibu. Na lilikuwa na waangalizi wanaitwa wakulima. Nyakati za Agano la Kale wanaitwa manabii, na hawa walipokuja kufanya kazi yao, taifa kwa bahati mbaya sana likawakataa, likawaua baadhi yao. Sasa Yesu anaibuka na sema, sasa mimi ndio mzabibu wa kweli, na kwamba Baba yangu ndiye mwenye hili shamba, ndiye vine dresser. Na anakwenda mbali, anasema
ninyi ni matawi, wafuasi wangu. Kwa lugha nyingine anachozungumza, ukilisoma hii sura tuliyosoma tangu aya ya kwanza mpaka aya ya 8 tuliposoma, utagundua amesema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Hili neno ndani limetajwa mara 6 kuonyesha kwamba ili tuweze kuishi salama kwenye haya maisha, panahitajika mahusiano kati ya sisi na Yesu Kristo. Haleluya! Ajenda ni mahusiano, ya kwamba tunahitajika kutembea tukiwa ndani ya Yesu Kristo na yeye akiwa ndani yetu. Na naomba hapa niweke vizuri, kuna kuwa ndani ya kanisa na usiwe ndani ya Yesu Kristo. Kuna uwezekano wa kuwemo ndani ya kanisa lakini usiwe ndani ya Yesu Kristo. Kuna uwezekano wa kuja ndani ya kanisa lakini usiwe ndani ya Yesu Kristo. Kuna uwezekano wa kuongoza ndani ya kanisa lakini usiwe na nafasi ndani ya Yesu Kristo. Kuna uwezekano wa kuwa mhubiri ndani ya kanisa lakini ushindwe kuwa mtu ndani ya Yesu Kristo. Na maanisha kuna uwezekano wa kuwa ndani ya dini fulani lakini ndani ya dini hiyo usiwe ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo emphasis ya Yesu Kristo ni kuwa ndani yake na wala si ndani ya kanisa. Na maana anasema kama hatuwezi kuwa ndani yake, hatujazaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hawa jamaa hawakuniwekea kale ka muda utashangaa ninatoboa 1:30 kwa taarifa yako. Sasa huwa kananisaidia, maana kananikumbusha area of emphasis. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu angalia anachokifanya, watakatifu wa Bwana. Anasema kwa kuwa mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, na Baba yangu ndiye mmiliki wa hii area, hii landi hii, wa Kenya wanaita hii landi hii, hili shamba, hili eneo. Baba ndiye vine dresser wake. Sasa anasema ya kwamba tawi lisilozaa huliondoa, na tawi linalozaa hulisafisha. Naomba hapa niwaambie watakatifu wa Bwana, anayezaa na asiyezaa wote kwa mujibu wa fungu hili, wote wako ndani ya Yesu Kristo. Maana hoja inasema akae ndani yangu na mimi ndani yake, huyo atazaa sana. Lakini anaendelea anasema kwenye relation ya hiyo ndani kuna ajenda ya tawi lisilozaa na tawi linalozaa. Sasa kwa mujibu wa hili fungu ni kwamba tawi linalozaa haliko salama na tawi ambalo halizai haliko salama. Sijui kama mnanielewa. Tawi lisilozaa linashughulikiwa na tawi linalozaa linashughulikiwa. Kwa lugha nyingine, uzae usizae, hapa kwa mujibu wa hili fungu kuna kazi anahitajika aifanye kwenye maisha yako. Sasa hapa ndipo nilikuwa nasema, sasa nataka ninyoshe hapa mgogoro wa kitheolojia. Kuna baadhi ya wahubiri tumehubiri haka kakitu, tukasema hivi, tawi lisilozaa hulikata. Ni kweli si kweli? Hulikata.
Na tumehubiri tukasema, kama hauzai ndani ya kanisa utakatwa, utatolewa, utatupwa, Sikiza nikwambie, sikiliza anavyosema, tawi lisilozaa huliondoa, sio hulikata. Sasa naomba niwakaribishe twende kwenye lugha ya asili sasa, tukanyoshe maneno. Na hauwezi kuelewa mpaka niende nikusaidie kuelewa kilimo chenyewe, maana Yesu anazungumza kwenye context ya kitu harisi. Sasa walimaji wa zabibu walikuwa wanafanya hivi, wakati wamepanda zabibu, na zabibu mti wake utakapokuwa ni lazima utengeneze matawi, na matawi haya yakishaanza kukua yanatengenezewa kitu kinaitwa support. Zinatengenezwa nguzo na zinatengenezwa nyaya ili tawi litambaye kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na wakati likiendelea hivyo, wanafanya ili kutengeneza urefu na ukubwa wa tawi lenyewe, maana urefu wa tawi ni moja ya sifa pia ya kulifanya huo mzabibu kuzaa sana. Sasa wanachokifanya wakati ambao ulikuwa ni msimu wa kutokuzaa matunda, ili tawi liweze kustawi vizuri, wakulima walichokifanya, walikwenda kulichukua tawi lile na kuliruhusu liambae chini ardhini. Na linapoambaa ardhini, hili tawi linaanza kuzalisha mizizi mingine, ili mizizi ilisaidie kujitetea kutoka kwenye uangamivu wa hali ya hewa. Lakini wakati likiwa linaambaa na kuzalisha mizizi mingine, lilikuwa linatengeneza mgogoro wa kutoka kwenye chanzo cha shina lenyewe, maana linapata chakula kutoka kwenye vyanzo vingine. Kwa setting hiyo, likiachwa wakati wa kuzaa matunda, lingezaa matunda mwitu. Kwa sababu ya vyanzo vingi vya vyakula, kwa hiyo lina misbehave. Ndio ile zabibu ambayo ukiibugia mdomoni inakimbilia kwenye matamvua matamvua ya wanadamu, huku kwenye maeneo ambayo testi ya beta testi inapatikania. Kwa hiyo hili tawi likitambaa hivyo halitazaa zao bora. Sasa kinachofanyika ni nini? Mkulima aliliacha ili liendelee kutambaa, lakini wakati wa msimu wa kuzaa utakapofika, mkulima alichokuwa na kwenda kukifanya, alikuwa naenda kuliinua lile tawi ili alirudishe mahala, libaki linategemea sehemu moja peke yake ya chanzo cha chakula. Na ndio maana Biblia inasema tawi lisilozaa vizuri, yeye alichokuwa nakifanya, anakuja kuliondoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili neno kwa lugha ya Kiebrania linaitwa aileo au ailei. Hili neno ailei kwa lugha ya Kiingereza ni ku-uplift, ni kuliinua, ni kulifanya lipate nafasi nyingine ya kurejelea utegemezi kwenye shina lake. Sasa naomba niwaambie kwa nini muhimu kuelewa hivyo, kwa sababu kama Yesu Kristo angekuwa anashughulika na wale wasiozaa humu kanisani, nataka niwaambie asubuhi ya leo, tusingelikuwepo hapa tulipo. Tungekuwa tumeshaisha wote. Na kwa sababu fungu hilo hawezi kufundisha hiki leo halafu kesho akafundisha hiki kingine, Biblia haigongani yenyewe. Ili kuliweka vizuri, yeye mwenyewe anasema akaukuta mtini, akaukuta hauzai, na unajua ameshika shoka, na anasema unaliharibu shamba. Yule mtu mwenye shamba, Yesu Kristo anasema hapana, kwa sababu halizai, acha liache, na mwaka huu nilitilie mbolea, niliongezee na rutuba, nilimwagilie kidogo, niendelee kulitunza, nilipalilie ili tulione mwakani. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu Kristo anasema tawi lolote lisilozaa amelipatia nafasi nyingine ya kuendelea kuliweka likae likisimama na kuelea
kutoka kwenye vyanzo vingi vya vyakula ili litegemee sosi moja. Sosi hiyo ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye anasema ni shina. Bwana Yesu asifiwe. Anapiga hatua, anasema hata tawi linalozaa nalo haliko salama. Unajua ni kwa nini? Maana mkulima alipoliona tawi linalozaa alikuwa na kazi nyingine ya kulifanya ili iweze kuzaa zaidi. Na kazi hiyo Biblia inasema ya Kigiriki inasema ni pantalei. Neno pantalei maana yake ni kupurunia, ni kupogolea. Ili tumatawi tunapochipuka twingine ambato tunaweza kugasigasi mfumo wa uzalishaji, anatupogolea. Sasa mchakato wa kupogolea ndio mchakato ambao unahusisha kisu, ni kupitisha kisu, kuondoa baadhi ya machipukia yaliyoko kwenye tawi hilo ili kulifanya kuzaa zaidi. Na bahati mbaya ni kwamba mchakato huu ni wa maumivu, ya kwamba katika maisha yetu ili tuweze kukaa ndani yake, yeye mwenyewe atakuja katikati yetu ili atusaidie kuturejesha kuweza kuzaa sana. Atapogolea, atakata baadhi ya mambo yanayotokea kwenye maisha yetu. Kuna vitu tunavipenda, atapogolea. Kuna vitu tunavijali, atapogolea. Kuna vitu tunavitegemea, atapogolea. Kuna vitu tunaviangalia, atavipogolea. Kuna vitu tunaweka nguvu zetu zote, kuna muda atapogolea. Ataondoa vyote vinavyotufanya kutokutegemea chipuko na msingi wa shina lenyewe. Kwa hiyo tutapitia maumivu. Kulikuwa na mhusiano hapo, mchumba wako asieleweka, umeweka maisha yako yote binti ukimlilia na kumtegemea ya kwamba yeye ndio msaada wa maisha yako, Yesu Kristo, kwa sababu anajua shina lako na tawi lako halitazaa. Anachokifanya, anapogolea. Shangaa umepigwa chini, unatangaziwa tu bana, kuanzia leo mimi na wewe kila mmoja ajue 50 zake. Alafu naanza kuandika message, yani Joseph kabisa, yani ndio unaniacha hivi. Sikiza nikwambie, umeshaachwa, achika. Yesu anapogolea. Acha kutishia nitaenda kunywa sumu, alafu mimi nijinige. Alafu nisikiza nikwambie dada, bado kanisa linakuhitaji. Bado kanisa linahitaji, linataka waimba kwaya. Achana na Joseph aende zake. Yesu amepogolea. Unajua Jose, nilikupa moyo wangu wote, yani ndio unaniacha hivi. Wewe mama, nataka nikukumbushe, hii dunia usimpe mtu moyo. Moyo upeleke kwa Yesu Kristo, utakufa mapema wewe. Anapogolea. Kulikuwa na biashara kana kufanya uko busy mpaka maombi hutaki, kuja kanisani hutaki, ibada hutaki, siku ya Sabato unafanya biashara. Mzee anaona kwa kuwa huwezi kuzaa isipokuwa hako nimekatoa, anapogolea. Ni mchakato wa maumivu, lakini hatima yake ni kuhakikisha ya kwamba sisi tumezaa matunda. Kwa nasema tawi linalozaa hulisafisha. Pantalei. Lisilozaa aelei, huliinua, huli uplift ili kulipatia nafasi nyingine. Maana mimi ni neema, na mimi nimekuja ili wote wawe na uzima, tena uzima tele. Ulipogolea. Sasa anamalizia anasema kwamba tukishatengeneza mahusiano sisi pamoja na yeye akawa ndani yetu na sisi tukawa ndani yake, anasema lolote tutakaloomba Baba wa mbinguni atatenda. Hili ni fungu ambalo mimi limeniogopesha sana. Nimegundua kwamba kumbe baadhi ya mambo yetu hayajibiwi kwa sababu hatujakaa ndani yake. Baadhi ya mambo hayatokezi kwa sababu hatujakaa ndani yake. Maana akikaa ndani yetu na sisi tukikaa ndani yake,
lolote tutakaloliomba, kwa kuwa yuko ndani yetu, anasema atalifanya. Na mwisho anamalizia, kwa sababu ya muda wangu, ndipo Baba yangu wa mbinguni atatukuzwa, kwa sababu mtazaa matunda mengi sana. Na anamalizia nasema, ndipo mtakapokuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo moja ya indicator ya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo ni kukita miguu yetu na kukaa ndani yake. Asubuhi ya leo, magereza yanayotuzinga na kutusumbua na kutunyanyasa na kutuumiza na kututesa ni kwa sababu huenda hatujapiga hatua na kuweka miguu yetu vizuri. Maana anasema, ikiwa mtakuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mkikaa kwangu, mtakuwa na uwezo wa kuiamurisha milima. Mtayamurisha magereza. Mtayambia, wewe gereza uliyeko mbele ya maisha yangu, hama, na magereza yatahama. Na anasema kuna lolote litakalokuwa na nguvu ya kuwashinda. Narudia tena, nasema mkiwa ndani yangu na mkiwa na imani kama punje ya haradali. Anachozungumzia sio kale ka size ka punje ya haradali, ni shida ya kusoma vibaya. Anachomaanisha, ikiwa tutakuwa na imani ya aina ya punje ya haradali. Aina gani? Inayoanza katika kiwango maniuti kabisa, lakini kikipandwa, kikaoteshwa, kikamwagiliwa, kikapaliliwa, kinaendelea kukua na kuwa kama mti wa mharadani. Anasema imani inayokuwa huhamisha milima. Na anasema hakuna chochote kitakachokuwa na nguvu ya kuwashinda. Asubuhi ya leo, kuna mtu anasema, ninatamani nikae ndani yake na yeye akae ndani yangu, na katika shida yangu ndipo niombe, katika gereza langu ndipo nimwambie. Kama unasema hivyo, simama pamoja nami. Sunrise ndio imekomea hivyo kwa wiki hii, na sasa tunawakaribisha kwa Sunrise inayofuatia. Bwana akubariki mahali ulipo, mtazamaji wangu ambaye umekuwa mfuatiliaji mwaminifu. Tumetiwa moyo kwa kufuatilia kwako. Tunakuombea ya kwamba Bwana akupatie nguvu mpya tena, nguvu za kwenda safari ndefu ya kutosha ukiwa pamoja na Yesu Kristo. Wewe ni mpendwa wake, anakupenda, anakujali, anakuthamini. Katika taabu yako anakutazama, na katika uzoefu wako anakuangalia, na kupendekezea ya kwamba dumu kuweka miguu yako kwa Yesu Kristo. Yeye ni rafiki wa kweli, hajui kuangusha marafiki zake. Atatembea pamoja nao siku zote, hatawacha. Kwa hiyo anasema, Baba, naomba asubuhi ya leo nitazame, niangalia katika uzoefu wangu, nikae ndani yako na wewe ukae ndani yangu, ili nizae sana. Kama unasema hivyo, tembea mbele. Wale wenye maombi, unaweza kuandika maombi yako na kisha utembee mbele. Bwana wabariki sana mnapokuja. Basi tuombe. Baba na
na Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, mfalme uishie milele zote, wewe upendaye watoto wako, na wewe unayewajali na kuwathamini, asubuhi ya leo tena tumekuja kutazama namna ya kuyakabili magereza katika namna ambayo mwenyewe unasema yanakabiliwa kwa njia ya sisi kukaa ndani yako, na wewe ukae ndani yetu, ili kila gereza litakalosimama mbele yetu Baba, wewe uweze kushinda pamoja nasi. Kwa hiyo ndio maana asubuhi ya leo tumesimama kwako kwa ujasiri, tukikushukuru, tukikutukuza, tukilisifu na kulinulia utukufu jina lako, ya kwamba wewe ni Baba yetu na sisi ni watoto wako. Na hivyo Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba katika uzoefu wa maisha yetu, kila mmoja unamjua, kila mmoja unajua uzoefu wake, kila mmoja unajua maumivu alionayo, kila mmoja unajua hitaji lake. Baba, naomba utusikie tena asubuhi ya leo. Shika maisha yetu, shika tabia zetu, shika mienendo yetu. Baba, tunaomba katikati yetu utuongezee imani. Tupe imani inayokuwa kama imani ya punje ya haradani, imani inaongezeka saizi siku kwa siku, imani inayoanza katika hatua ya chini kwenda hatua ya juu, imani inayopanuka kabisa na kuwa mti mkubwa. Imani hii ndiyo imani inayoweza kuhamisha milima. Imani hii ndiyo imani inayoweza kututoa kwenye magereza. Imani hii ndiyo imani inayoweza kushinda pamoja nasi. Na kwa sababu hiyo Baba, asubuhi ya leo watoto wako tumekuja kwako, wewe kama kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumeyaweka maisha yetu kwako. Tunaomba Baba, kwa mkono wako utushike. Tunaomba Baba, kwa uwezo wako utukumbuke. Na tunaomba Baba, kwa pendo lako utukumbatie. Yatazame matatizo yetu, angalia machozi yetu Baba tulioleta, tazama maumivu tulionayo, angalia afya zetu, angalia magonjwa tulionayo. Baba wa mbinguni na Mungu wangu mtakatifu, ninaomba kwa ajili ya sifa ya utukufu wa jina lako, mama huyu na baba yule na rafiki yule anayetufuatilia katika mtandao, Baba, gusa maisha ya watoto wako. Wewe washike kwa nguvu zako, wafanye kufanyika wanafunzi wako, wafanye kuwa wafuasi wako halisi, wafanye kukuheshimu, wafanye kukutii, wafanye kutenda mapenzi yako, ili Baba utakapokuja ujitwalie makundi ya wachamungu wako. Neema yako itushike asubuhi hii tena, ukaangalie kazi za mikono yetu, ukazibariki na kuzifanikisha, ukaziguse kwa uwezo wako, kwamba Baba, kwa kuwa wewe ndiye uliyesema, ndiye unayetupa nguvu za kupata utajiri, naomba utupe nguvu hizo, na kisha utupe mamlaka ya uwezo wako ya kunyoosha mikono yetu kwa ajili ya kugusa, kupanda mbegu, na kisha kwa baraka ya uwezo wako kuwekewa vitu vya baraka zako mikononi mwetu. Ruhusu siku hii ya maandalio Baba, tunapokwenda kazini kwako, ukatupatie double portion. Tupatie mara mbili. Tupatie mara mbili Baba. Tupatie kile kitakachotufaa leo na kitakachotufaa kesho kwa ajili ya ibada yako. Weka kitu katika mikono yetu tutakachokisalimisha kwako kama ishara ya kusema asante Baba, kwa sababu ni mapenzi yako na baraka zako umepitisha wema wako mikononi mwetu. Neema yako itutoshe asubuhi ya leo.
tunapokwenda tukitembea sawa sawa na mapenzi yako. Tupatie kibali, tupatie Roho wako na tupatie malaika wako. Tulete tena jioni katika mianzo ya kingo za masaa matakatifu ya Sabato. Tunaomba haya tukiamini ya kwamba utatenda hivyo, maana tunaomba kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Njia yako iwe wazi, kwa kuwa wewe peke yako unaniweka salama. Amen. Bwana atubariki. Tuketi kidogo dakika moja. Tuketi dakika moja. Pastor, ubarikiwe sana kwa huduma yako asubuhi ya leo. Tumefika mwisho wa ibada zetu za asubuhi hii. Leo ni siku